Hello good people. Kwa majina naitwa Teddy Mparanyanga, lakini sipo mwenyewe, nipo na Teresa Mbulumi, na leo katika studio yetu hapa TBC tumebarikiwa sana TBC Digital kuwa na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Stergomena Tax, na katika kipindi chetu cha Who Is tutaenda kufahamu mengi kuhusu yeye pamoja na kazi zake. Kwa hiyo karibuni sana sana. Heshima yako mheshimiwa. Asante. Tunajivunia wewe sisi kama mabinti, na karibu sana TBC. Nawashukuru sana kwa kunialika. Sawa sawa. Moja kwa moja kwenye swali letu la kwanza, umeweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Tanzania. Unajisikiaje kuvunja rekodi hii, na hii ina maana gani kwa uongozi hasa kwa wanawake wa Tanzania? Kama binadamu nasikia faraja na nasikia heshima kubwa sana. Lakini kabla sijajibu, nianze tu kwa kusema kwamba ninatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii. Kwa sababu hii ni fursa ambayo ingeweza kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote, lakini akanijalia mimi nichukue nafasi hii. Lakini natoa shukrani kwa wazazi wangu ambao wenyewe waliona kwamba kuna umuhimu wa kuniendeleza mimi kielimu na kimisingi na kunilea bila kujali mimi ni msichana ni mvulana, kunilea kama mtoto. Ndio. Na tatu, natoa shukrani kubwa kwa serikali yangu kwa sababu mimi nimekuwa mtumishi wa umma tangu nilivyomaliza shule. Kwa hiyo pale nilipata fursa ya kuweza kujiendeleza, kwa maana ya viongozi niliofanya nao kazi waliweza kuniongoza na kunijenga. Kwa maana serikali iliweza kunipa fursa za kujiendeleza hata kielimu. Serikali kwa kufanya hivyo ilinijengea uwezo wa kujiamini na kuweza kufika nafasi hii niliyofika. Nimefanya sehemu mbalimbali nje ya serikali, pia walinipa fursa ya kufanya kazi nje ya serikali. Kwa hiyo haya yote yameweza kunijenga. Kwa hiyo natoa shukrani. Lakini shukrani za kipekee kabisa nazitoa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa serikali ya 6. Umeongelea kuvunja kizingiti. Kizingiti. Aliyevunja kizingiti si mimi. Aliyevunja kizingiti hiki ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye aliona mwanamke anaweza na anaweza kumteua katika nafasi hii. Kwa hiyo namshukuru kwa kuvunja hiki kizingiti. Na swali lako la pili imesema ina maana gani kwa wanawake? Kwangu mimi naona kwamba maana yake ni kwamba mwanamke anaweza. Ndio message iliyotumwa kwamba mwanamke anaweza kufanya kazi katika sehemu yoyote ile bila kujali jinsia. Kwa sababu ni kweli tulipata uhuru mwaka 1961, lakini tangu wakati huo hakukuwahi kutokea waziri mwanamke wa ulinzi baada ya miaka 60 na kidogo ndo amekuja kupatikana mimi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mwanamke anaweza. Na tumeona mimi ni waziri wa ulinzi, lakini Amiri Jeshi Mkuu ni mwanamke. Na amefanya kazi kubwa sana. Taifa letu liko imara, ulinzi uko vizuri, jeshi limeendelea kujenga uwezo, wizara imeendelea kujenga uwezo, na unapokuwa na ulinzi na amani ndio unaweza kufanya hata hayo mengine. Kwa hiyo mambo mengi yamefanyika, yameelezwa hivi karibuni. Kwa hiyo ni kuongezea tu kwamba maana yake ni kwamba mwanamke anaweza, asidharaulike, apewe nafasi ya kuweza kutumikia taifa sehemu yoyote kama alivyo mwanaume. Sawa kabisa. Na swali lingine mheshimiwa, ni changamoto zipi ulizokumbana nazo kama mwanamke ulipochukua nafasi za uongozi ambazo kawaida tumezoea ni wanaume wamekuwa wakizishika, na uliwezaje kuzishinda hizo changamoto? Changamoto kwanza, mimi binafsi huwa nadhari yangu ni kwamba hakuna changamoto za kiuongozi ambazo ni za mwanamke. Na hilo swali mara nyingi nimekuwa, na sasa hivi watu wameacha kuniuliza, kwa sababu nimekuwa nikisema mbona sijasikia mkiuliza ni changamoto gani ambazo umezipata za kiongozi ukiwa kama mwanaume. Kwa hiyo unapoanza na lile swali tu tayari unajinyanyapaa kabisa. Kwa hiyo changamoto za kiuongozi ni changamoto anazozipata mtu yoyote katika uongozi. Inategemea umeenda kufanya kazi mahali gani. Utakutana na changamoto za kirasilimali, utakutana na changamoto za mifumo,
utakutana na changamoto za mapokezi hasi. Hata kama ni mwanaume anaweza akapokelewa kwa mapokezi hasi kutokana na utamaduni uliojengeka pale. Changamoto pekee ambayo naweza kusema kwamba inakuwa ni changamoto ya unakutana nayo kama mwanamke ni kwamba kimaumbile tuko tofauti. Kuna majukumu ambayo ni ya kibiolojia. Majukumu ya kibiolojia huwezi kuyagawa. Kwamba mimi nitapata mimba, nitaenda kuzaa, itabidi nile mtoto. Mimi ni lakini pia kuna mila na desturi, mimi ni mama wa Kiafrika, ninategemewa katika jamii kufanya yale mambo yanayoendana na mila zangu za Kiafrika za Kitanzania. Siwezi kupuuzia. Kwa hiyo ni jinsi gani unagawa muda wako. Lakini kikubwa ambacho pamoja na haya niliyoyasema ambayo ni changamoto hii ya ukweli ni ile mtizamo hasi. Hiyo ndio changamoto kubwa unapokuwa mwanamke. Kunakuwa na mtizamo hasi kwamba pale tu unapopewa nafasi, kitu cha kwanza mtu anachokuangalia, huyu ni mwanamke, hawezi. Hiyo ndio changamoto kubwa sasa inakuwa ni ya kimtazamo hasi. Lakini vinginevyo changamoto zingine ni za kawaida ambazo unazitatua kama vile ambavyo mwanaume anatakiwa azitatue. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini huu mtazamo hasi huu ni kweli upo. Lakini wanawake mara nyingi wameshinda, wengi wameshinda. Kwa sababu ukiteuliwa unakuwa kwa sababu ya mifumo dume iliyopo. Unakuwa tangu mwanzo unajua hana kwenda kule, lakini wanaanza kuniangalia kama mwanamke. Kwa hiyo njoo pekee usiwape nafasi. Kabisa. Jiamini, onyesha unaweza, nafanya kazi yako kweli waone unaweza. Baada ya muda, wala haichukui muda mrefu ukijiamini na kufanya kazi yako kuonesha unaweza, hilo huwa linaisha. Ingawaje litajirudia, watakujaribu tena, watajaribu. Wewe tu ni kusimama kwa kujiamini na kufanya yale yanayotakiwa. Watakuelewa in the process. Sawa. Sasa kwa kusema hayo, una ushauri gani kwa wanawake ambao wanatamani siku moja kushika nyadhifa za juu serikalini au katika kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa, ikizingatiwa kwamba wewe ushawahi kuwa katibu mtendaji wa SADC? Ushauri wangu kwanza, kama nilivyosema, kujiamini, kujituma, kufata misingi ya kisheria na taratibu, kwa sababu kwa ajili ya ule msimamo hasi, ukiteleza tu kwenye misingi ya sheria na taratibu, pale unakuwa unajitafutia matatizo. Siku zote kuwa umenyoka, fata misingi ya sheria na taratibu na ujitume. Na kwa kufanya hivyo, lakini pia kitu kingine ambacho husaidia sana kama kiongozi ni kuthamini timu unayofanya nayo kazi. Jua kwamba nina timu, mimi niko hapa mmoja, nitatoa mwelekeo, lakini katika mwelekeo huu na watu naofanya nao kazi, hawa watu lazima niwatumie, niwathamini, niwatumie na tuweze kuweza kufanya kazi pamoja. Lakini kingine muhimu ambacho naweza kusema kwamba kwa sasa hivi wa vijana, awe mwanamke, awe mvulana, awe msichana, mnataka kwenda haraka sana. Hiyo ni changamoto kubwa tunayo. Tunatakiwa uvumilivu ni kitu muhimu sana. Kwa sababu uvumilie, ujifunze katika hiyo kazi unayofanya ili iendelee kukujenga na kukufungulia milango. Nitatoa mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi nimeanza kazi kama afisa wa chini kabisa. Nilipomaliza chuo kikuu nilikwenda Wizara ya Fedha. Nimeanza kazi kama afisa wa chini, nimepanda hatua moja kwenda hatua nyingine, hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini unapokuwa mvumilivu, unajituma, una watu wanaokutazama. Kwa hiyo unaweza ukasema ukaona mimi naweza na hiki na hiki na hiki, lakini unasahau kwamba wewe na mkubwa wako wa kazi anaridhishwaje na kazi yako, anauona ustahimilivu wako. Unapokosolewa uwe tayari kupokea kukosolewa, jiulize kwa nini nimekosolewa hapa, katika kukosolewa huku nimejifunza nini na kwendaje. Kwa hiyo unakuwa na uvumilivu, lakini pia unajituma. Usikae tu unafika tu ukiambiwa ukifanya kazi dakika 2 unasema nimechoka. Na uwe flexible. Kwenye kazi unaweza kuwa umepangiwa jukumu hili, lakini likajitokeza jukumu hili mwenzako hayupo, kwa hiyo hebu fanya hili ili twende. Unaanza kusema hiyo sio kazi yangu. Tena watoto wa siku hizi ndio mnasema it's not part of my terms of reference. Kwa hiyo kuna hiyo flexibility kulingana na mazingira, kwamba jiulize, mimi niko kwenye hili shirika au niko kwenye wizara hii, madhumuni ya shirika hili ni nini? Na mimi kama mfanyakazi wa shirika hili ninatarajiwa nichangie nini? Je, ninachangia ipasavyo? Kwa hiyo ukishakuwa na maswali hayo, ina maana muda wote atakuwa anakukumbusha
kwamba hii ni sehemu ya shirika, shirika lina majukumu, shirika lina madhumuni, nina haki na sababu ya kuchangia. Kwa hiyo uvumilivu, kujituma, lakini pia kujiendeleza. Ndio. Kujiendeleza pia ni muhimu sana kwa sababu dunia inakimbia. Unapoanzia kazi kuna mambo uliyakuta, kuna mambo mapya yanatokea duniani, kwa hiyo na pia kujiendeleza. Kwa hiyo nimesema mfano wangu mimi nilianza hivyo, nikaendelea kukua katika utumishi wa umma. Nimetoka pale, nimeenda kusoma, namshukuru Mungu, nikapata nafasi ya kwenda kusoma, na nafasi niliyopata ilikuwa pia ni ya ushindani mkubwa sana. Ilikuwa ni program ya mara ya kwanza kati ya Japani na World Bank, wameanzisha program dunia nzima na wanatakiwa watu 10 tu. I see. Watu 10 tu dunia nzima. Kwa hiyo nchi mbalimbali. Kwa hiyo nilipata hiyo fursa, namshukuru Mungu. Ndio hiyo sasa, unajituma, unajihangaisha, unajua kwamba naenda kwenye interview, najiandaa namna gani. So umeitwa kwenye interview, unafurahi, tunasema nashangilia leo nimeenda kwenye interview. Hapana, najiandae unapoenda kwenye interview. Nikamaliza, Mungu akanisaidia, nikafanya vizuri, nikaendelea na PhD. Kwa hiyo baada ya pale nimekuja tena, nimeendelea kutumia elimu yangu. Lakini na ndio maana nilisema kwa kuanza kwa kuishukuru serikali yangu, nikaona kwamba hii elimu niliyoipata ya PhD ni ya kinadharia zaidi. Kwa hiyo ni bora nikafanye kazi niitumie hii kimatendo. Kwa hiyo nikaenda kufanya kazi Economic and Social Research Foundation, kwa kifupi inajulikana kama ESRF. Inajulikana sana. Na namshukuru kwa hapa profesa wangu ambaye alikubali kunichukua. Na tuko wengi sasa hivi serikalini kutoka hiyo taasisi. Tuko wengi. Ni taasisi nzuri. Kwa hiyo fursa pia kwamba nimejaribu kuenda kwa viongozi wangu kuwaeleza. Na serikali ikaona umuhimu, ikanipa nafasi. Nimetoka pale, nimefanya kazi. Nikaona bado naweza kufanya vizuri zaidi, kukotokea nafasi ya kuboresha mazingira ya biashara. Ilikuwa ni project chini ya ofisi ya Rais. Nikaomba, nikakubaliwa, bado serikali ikanipa secondment, nikaendeleza. Yanachojaribu kusema hapa, jaribu kuziona fursa, na jaribu kuona wewe unataka kujijenga namna gani ili baadaye uweze kuwa na ule umahili unaotaka kuwa nao. Basi baadaye nikateuliwa kuwa naibu katibu mkuu, nikateuliwa kwa katibu mkuu, nikaenda. Kwa hiyo ni yepi, labda kama mtataka kujua labda mafanikio, labda kama kutakuwa na swali hilo, lakini hapa nilikuwa tunajaribu kuonesha kwamba uwe mvumilivu, ujitume, uwe mbunifu hata katika kujituma kwako, usikilize viongozi wako, hapo ndo itakusaidia kwenda, na uwe na confidence. Confidence pia ni muhimu sana. Jiamini. Mimi nimejifunza kubwa sana hapo. Ujiandae ili nafasi inapokukuta uwe tayari kwa ajili ya kutumikia hiyo nafasi. Sawa. Lakini pia ujiamini. Kama waziri wetu alivyosema hapo. Lakini pia papo swala la mafanikio, wewe unalichukulia vipi? Yani lipi kwa mafanikio yako makubwa zaidi katika taaluma yako hii? Swali gumu sana. Mafanikio ni mengi. Umeuliza katika taaluma. Katika taaluma mafanikio yangu ni kwamba nimeweza kujiendeleza kielimu, nimefika hapa nilipo. Lakini je, nimeitumia vipi taaluma yangu? Nafikiri ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo ni mengi, ni vigumu kusema ni lipi. Kwa mfano nikiwa kama katibu mkuu, bahati nzuri niliweza kuhudumu katika wizara kadhaa, na wizara moja hapo ilikuwa ni Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Watu wengi hawaijui wizara, na wakati huo ilikuwa wizara mpya na ilionekana ni wizara ndogo. Lakini ilikuwa ni wizara ambayo ilikuwa ni nyeti sana katika taifa letu. Kwa sababu wakati ule ndio tulikuwa tunafanya majadiliano ya kuingia kwenye common market, soko la pamoja, na tulianzia kwenye ushuru wa forodha, tulikuwa tumeshafika mbali. Kwa hiyo naongelea tu kwenye ushuru wa forodha kwa soko la pamoja. Kwa hiyo pale kulikuwa na mambo mengi. Kulikuwa na mambo ya kuhakikisha unafungua vipi maeneo mbalimbali bila kuathiri maslahi ya nchi yako. Swala kubwa lilikuwa swala la ardhi. Ilikuwa mgogoro mkubwa sana, kwamba watu walikuwa wanataka tufungue tu, nchi zingine wanachama tufungue tu ili kila mtu aingie. Lakini hiyo ni moja, lakini pia kulikuwa tunafanya majadiliano katika kila sekta, hata sekta ya ulinzi. Kwa hiyo pale nafikiri mafanikio naweza kujivunia kwamba niliweza kuongoza
delegation ya Tanzania au timu ya Tanzania muda wote across sector na hatukupoteza kitu. Kwa hiyo naweza kusema hilo ni fanikio kubwa sana. Lakini pia nimekwenda kufanya nikiwa kama katibu mkuu, kuna sera nyingi zimeanzishwa ambazo mpaka sasa hivi naziona zikitekelezwa, nasikia faraja. Yeah. Na kupongeza sana kwa hilo. Hongera sana. Hata mfumo wa stakabadhi. Mfumo wa stakabadhi, mimi na naibu katibu mkuu wangu tukiwa viwanda ndo tulikuwa waanzilishi. Kilikuwa ni kitu hakieleweki wala watu hawatuelewi. Wanasema hao wanaongea kitu gani. Lakini mambo ni mengi. Lakini nikiwa kama katibu mtendaji, pia kitu nachojivunia wa SADC, niliweza kwa juhudi zangu mwenyewe binafsi na sasa kuja kusaidiwa na timu yangu, tuliweza kuanzisha mkakati wa kuendeleza viwanda katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, ambao mpaka sasa hivi ndio unaongoza taasisi. Lakini kwa wanawake tuna nguvu ya kipekee, na watu hutuona kwamba tunapenda kwenda kwenye detail sana. Hii ni strength, sio upungufu. Ni nguvu ya mwanamke. Kwa sababu ya mwanamke unapenda kuhakikisha kwamba kila kitu kimefanyika vizuri, kila kitu kimefanyika vizuri. Ni strength. Nilivyokwenda mimi pale, nilikuta kitu kimoja kilichonishangaza, kwamba jumuiya ilisaini mkataba mwaka 1992, lakini tulikuwa hatujawa registered kwenye Umoja wa Mataifa. Sasa sijui kama mtaelewa. Yaani ili jumuiya itambulike kimataifa, lazima ukaiandikishe kwenye Umoja wa Mataifa. Mwaka 92 mimi nimeenda mwaka 1913. Hiyo ni karibu miaka 20 na. Kwa hiyo nilipata mshtuko, lakini tena kwa hiyo kusema kwamba mwanamke hakati tamaa. Nikaoniza nini kilitokea, hakukuwa na majibu, sikuwa na muda wa kuhangaika kupata majibu. Nilijua tu kwamba hapa kinachotakiwa sasa hivi ni kufanya kazi hii kwa haraka sana, kwa sababu maamuzi yote mlioyafanya yanaweza, akitokea mtu mmoja tu anaweza kusema haya maamuzi sio ya kisheria. Kwa hiyo tulikimbizana. Baada ya miaka 2 tukaweza kurejista. Taasisi imepitishwa miaka 20 na inakuja kuwa registered miaka 20. Kwangu mimi kinaweza kuonekana ni kitu kidogo sana, lakini kwangu mimi ni kitu kikubwa, kwa sababu niliweza kuilinda ile taasisi na kulinda maamuzi yake yote. Kwa hiyo umeuliza fanikio moja, nimesema fanikio moja sio rahisi. Mafanikio ni mengi, ni mengi sana. Nimesema tu hayo kwa uchache wake. Hongera sana mheshimiwa. Na mimi wasisemi sana, kwa hiyo watu hawajui nilioyafanya. Kwa hiyo leo angalau wataweza kuyafahamu. Sawa. Mheshimiwa, sasa tunawezaje kuhimiza mabinti na wanawake wengi kuingia katika sekta ya ulinzi na usalama? Mimi wala nisiende hata kwenye sekta ya ulinzi na usalama. Niseme tu mabinti wajiamini. Na mabinti wajiamini kwamba wakishajiamini na kufanya hayo nilioyasema, hakikisha anajiendeleza. Anapopata nafasi ya kusoma asome vizuri, anapopata nafasi ya kazi aifanye kazi yake vizuri ionekane, anaweza kuingia katika eneo lolote lile. Anaweza kuingia katika eneo lolote lile. Na sasa kama unataka kuingia kwenye specific sector, jua mahitaji ya ile sector ni nini. Nataka kuwa daktari. Kama nataka kuwa daktari, nikasome nini? Nataka kwenda sekta ya ulinzi. Kama nataka kwenda kwenye sekta ya ulinzi, nijiandae namna gani? Sekta ya ulinzi, umesema ulinzi na usalama, mimi nazitenganisha kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Sekta ya ulinzi sio sekta rahisi. Ni sekta ngumu. Kwa hiyo kama unataka kwenda kuingia kwenye sekta ya ulinzi, jiandae ukijua kwamba nakwenda kule, lakini ile si kazi lele mama na niko tayari kwenda kuifanyia ile kazi. Kwa hiyo kwanza ajiridhishe kwamba kweli anataka kwenda kufanya ile kazi, na ataenda kuwa mkakamavu na ataifanya ile kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo wasiogope, wenye nia wasipate woga, wajitokeze tu. Ni kazi kama kazi zingine, lakini ina mahitaji yake mahususi. Kwa hiyo akishajiridhisha kwamba kweli anataka, aje tu. Milango watu hakuna ubaguzi kule. Wasichana wanachukuliwa, wavulana wanachukuliwa. Sasa hivi mmeona, tunamshukuru hata Mheshimiwa Rais, kumekuwa na promotion. Tunao majenerali wengi, tunao makanali wengi, tunao maafisa wa kada mbalimbali wengi wanawake, na kule kuna kazi za aina mbalimbali ambazo zinaweza kufanywa na wanawake, zinaweza kufanywa na wanaume.
Kwa hiyo kwa hamasa yangu ni kwamba tu wajiamini, na wanapopewa ile nafasi wakafanye kweli. Asipofanya kweli ataondolewa. Na akiondolewa asilalamike kwa sababu hajafanya yale yanayotakiwa. Sawa kabisa. Ni watu gani hasa wanawake ambao wamekuhamasisha kwenye swala zima la uongozi, safari yako nzima ya kuwa kiongozi? Safari yangu nzima ya kuwa kiongozi aliyehamasisha kuliko wote mamangu. Mamangu mimi alikuwa mwalimu. Na unapokuwa mtoto wa mwalimu sio mchezo. Nakubali. Sio mchezo. Sio mchezo kwa sababu saa nyingine unaweza ukafikia hata mahali ukasema hivi, huyu ni mamangu kweli? Kwa sababu yeye anakuwa anataka wewe uwe the best muda wote. Yes. Kwa hiyo atakusukuma, alafu mimi wazazi wangu wote walikuwa wawili, lakini umeuliza mwanamke. Kwa hiyo atakusukuma muda wote ili uweze kufanya. Lakini pia nilikuwa naangalia vile alivyokuwa anahangaika kutulea. Kutulea katika mazingira, mimi nimekulia katika mazingira ya zamani. Katika mazingira ambayo mtoto wa kike anaonekana ni mtoto wa kike, mtoto wa kiume anaonekana mtoto wa kiume. Lakini katika hamasa ni kwamba mimi katika familia yangu kulikuwa hakuna mtoto wa kike wala wa kiume. Kazi zote mtafanya kwa usawa. Hakuna ile ya kusema kwamba wewe kaoshe vyombo, wewe kasome kajisomee, hapana. Kama ni kazi wote tufanye kazi, alafu wote tukajisomee. Kwa hiyo amenihamasisha. Lakini baada ya pale ukisema ma role model wako wengi, mimi labda sasa mheshimiwa rais wetu nimefanya naye kazi kabla hata hajawa rais. Kwa hiyo nilikuwa nauona ule utendaji wake ulikuwa unanivutia. Lakini umenivutia zaidi baada ya kuwa rais. Niwe mkweli. Kwa sababu wakati alikuwa anafanya kazi mbalimbali, alikuwa waziri, mimi nilikuwa katibu mkuu, alikuwa waziri. Hata hizo negotiation hizo kwa nazisema za Jumuiya ya Afrika Mashariki alikuwa akija kama kiongozi wangu. Nilikuwa namuona alivyofanya, lakini kwa sababu pia alikuwa katika sekta ambayo labda ilikuwa haiko moja kwa moja, nilikuwa simuona. Lakini baada ya kuwa rais na kuwa amiri jeshi mkuu, kwa ukweli ametufungua macho watu wengi sana, ambaye hajataka kuona ni hataki kuona tu. Kwa sababu unakuta watu wanaongea, wakati mwingine inauma kusikia watu maneno wanaoyasema kwamba mheshimiwa rais hajaanzisha miradi mipya, anaendeleza miradi iliyopita. Sasa unajiuliza, ulitaka ile miradi iachwe ife? Na sasa huo ndio uongozi madhubuti, kwamba uongozi ni kitu endelevu. Na ndio maana amekuja na kauli mbiu yake ya kwamba kazi iendelee. Kwamba nimekuta hiki kimeanza na hiki ni kina manufaa kwa nchi yangu, kwa hiyo nitakisimamia, kitaisha, na miradi ile amesimamia. Lakini pia pamoja na haya anaona kwamba watu wangu, kitu kikubwa ni nini katika nchi yangu nachokitaka? Kitu kikubwa wananchi wangu wanataka maendeleo katika jamii na maendeleo katika uchumi. Amesimamia kwa vizuri sana swala la jamii. Elimu, afya. Hakuna sehemu sasa hivi ambako hakujapelekwa kama ni kituo cha afya, hakujapelekwa kama ni zahanati, hakujapelekwa kama ni hospitali. Hakuna maeneo ambayo hayana maji. Nilipata bahati ya kufanya ziara Mtwara mwishoni mwa mwaka uliopita, na watu wanatoa ushuhuda kwamba katika tangu wamepata uhuru ni sasa hivi maeneo yote yamepata maji. Kwamba walikuwa katika 30% na wamefikia 80% na katika maeneo ya maji. Kwa hiyo unaona kwamba ni hamasa, ni pamoja na kwamba nimeshafika hapa, lakini bado nahamasika kuona jinsi gani mheshimiwa rais ameweza kuheshimisha wanawake. Ukiangalia katika sekta za uchumi, kilimo amefanya maajabu. Maji kwa ujumla wake nimetaja tu mfano, lakini hiyo ni sekta ya uchumi, amefanya maajabu. Ukiachilia hii miradi ambayo ya maendeleo ya kimkakati ambayo aliikuta na endelea nao. Ukija sasa kwenye sekta ya ulinzi ndio usiseme kabisa. Ameweka record kwa kuhakikisha kwamba analiimarisha jeshi letu, na jeshi linaendelea kuwa imara, na jeshi linabaki kuwa na hamasa. Unajua jeshi ni hamasa. Ndio. Morali ikiwa chini inakuwa nayo ni shida. Kwa hiyo jeshi lina morali ya hali ya juu na inafanya kazi yake vizuri kabisa. Kwa hiyo maeneo ni mengi. Ukija kwenye utawala bora, amekuja na 4Rs zake. Mwanzo watu hawakuelewa maana ya 4Rs. Lakini kama unapenda kujiendeleza kama nilivyosema, ukakaa chini ukaanza kutafakari 4Rs maana yake ni nini? Unaiona 4R imetapakaa na kutembea katika uchumi kwa ujumla wake. Unaongea reconciliation. Reconciliation maana yake nini? Maana yake kuleta umoja. Unaongelea rebuilding, maana yake nini? Unaongelea reform na rebuilding, ndizichukue pamoja, tufanye maboresho na tujenge nchi yetu.
Resilience nimeisema hata wakati nikisema unaongelea uhimilivu na ustahimilivu. Kwa hiyo ile katika ile 4R imewezesha mambo mengi kufanyika katika sekta mbalimbali kwa manufaa ya taifa letu. Kwa hiyo hakunihamasisha nyuma, ananihamasisha sasa hivi. Safi. Sawa, Mheshimiwa, maono yako ni yapi kuhusu mustakabali wa wanawake hasa katika nyanja ya siasa na usalama, tukiangazia miaka 5 mpaka 10 ijayo? Maono yangu mimi ni kwamba kama taifa tunafanya vizuri sana, kwa sababu sisi tumesaini mikataba mbalimbali kuanzia tamko la Beijing na mikataba ya kimataifa, mikataba ya kikanda, na lengo letu ni kufika 50 kwa 50. Kwa hiyo maono yangu ni kwamba tunakwenda vizuri na tutaweza kufika pale na kupita 50 kwa 50. Kikubwa tu ambacho ni ile interpretation sasa. Watu tafsiri. Watu wakiangalia, umeniuliza maono yangu ni kwamba tunaenda vizuri na na imani kwamba tutaenda kufanya vizuri zaidi. Lakini interpretation inakujaje? Watu wakiangalia nafasi kwa mwanamke, usawa wa kijinsia, wanaangalia zaidi katika nafasi za uongozi, kitu ambacho ni sahihi na si sahihi. Na uongozi pia wanauangalia katika maono sio mapana, kwenye narrow perspective, kwamba anaangalia mawaziri, anaangalia makatibu wakuu, lakini ukiangalia uongozi ni mpana. Tanzania tumefanya vizuri sana. Tunaye Mheshimiwa Rais mwanamama shupavu kabisa. Tunaye spika ni mwanamke, na sio mara ya kwanza, tumeshakuwa pia na spika mwanamke mwingine. Umeongelea na Afrika Mashariki, na kwenyewe ni hivyo hivyo, tunao maspika wengine. Katika Uganda walishawahi kuwa na spika, Malawi wana spika, na South Africa wameshakuwa na spika. Ni maendeleo. Tunao majaji wengi sana ambao na katika safari hii, katika awamu hii wameteuliwa wengi sana. Tunao masio kwenye private sector, kwa sababu private sector na public sector zina shabihiana, zinahusiana. Tunao masio kwenye mabenki, wanafanya vizuri kabisa. Sasa hivi mnaona benki ya NMB ni mfano wa kuigwa, inaongozwa na mwanamke, dada Ruthi. Tunao kwenye mashirika mbalimbali ya umma. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Jeshini nimeshasema tunao majenerali ambao ni wanawake. Kwa hiyo maono yangu ni kwamba tunakwenda vizuri, tutapiga hatua zaidi. Cha muhimu tu kwamba tuendelee kuwa wamoja. Na ili tupige hatua zaidi, na hili nilisema hata wakati nilivyokuwa mgeni rasmi, nafikiri kwa tarehe 6 kwenye kongamano mojawapo la siku ya wanawake duniani, nilisema wito wangu kwamba wanawake tunapopewa nafasi hizi tuzitendee haki. Tuzitendee haki, ndio wito wangu kwa mama wote, kwamba unapopewa nafasi, kwa sababu kuna hiyo mentality kwamba mwanamke hawezi, kitu chako cha kwanza uwezesha kuwaonesha watu kwamba hakuna mwanamke asiyeweza. Yes. Kwa sababu ukisha tetereka tu kidogo, ni bahati mbaya sana inaenda kujumuishwa kwa wanawake wote. Kwa hiyo wewe utakuwa umewaponza wanawake wote. Kwa hiyo unapopewa ile kazi, fanya kazi yako kwa uaminifu, fanya kazi yako kwa weledi, fanya kazi yako kwa uaminifu, ili matokeo yaonekane. Sio hata lazima ukaenda ukasema unajua mimi nimefanya hivi, watu wataona tu. Kama unafanya kazi yako watu wataona tu. Kwa hiyo matokeo yaonekane, watu waendelee kuwaamini wanawake. Sawa. Lakini kwa swali kwamba maono yangu ni vipi, tunaenda vizuri. Safi kabisa. Safi. Kwa vile tunakaribia mwisho sasa wa kipindi chetu, ningependa kujua kitu kimoja. Dr. Stergomena Tax ni mtu aina gani? Sasa sio utaniassess wewe. Hata sifa tatu. Wewe unaniona ni mtu aina gani? Mimi cha kwanza nilicho notice kwamba ulikuwa mtoto mwenye akili. Sijui hiyo. Ile kama vile mkali hivi. Tu kusema kwamba ulipata nafasi walikuwa inahitajika watu 10 na wewe kama mmoja wapo. Lakini pia ni binti, ulikuwa wakati kwa mdogo kwa binti wenye malengo, yani ukitaka kitu chako mpaka ukipate. Lakini kwa machache hayo tu. Lakini pia unaonekana mkali. Mkali. Tunakusikiliza wewe. Tunakusikiliza wewe. Kama tumebahatia. Umesema mimi ni mkali. Bahati mbaya. Au bahati nzuri watu wanasema mimi ni mkali, na sichukii. Sichukii kuitwa mkali hata kidogo. Mimi ni mtu anaye gani? Mimi ni mtu wa kawaida kabisa, ambaye na interact na watu wote.
mi ni mtu ambaye napenda kazi nayoifanya iweze kuwa na matokeo. Na hapo ndio inakuja swala la ukali. Kwa mimi nataka tukifanya kazi tunajua kazi yetu ni hii. Tunalenga kwenda hapa twende pale. Kwa ukweli. Ukianza kunipeleka kusiko hatutaelewana. Hiyo tu tukubaliane kwamba kama ndio huo ni ukali basi mimi nauona ni ukali mzuri. Lakini ni mtu ambaye napenda maendeleo, kujiendeleza. Mimi ni mama, napenda familia yangu. Ndio. Napenda kulea, napenda kupika. Chakula gani? Vingi tu. Favorite food. Vingi tu. Napenda kupika. Na mengine basi watu wataniassess, lakini kikubwa tu mimi ni mtu ambaye napenda kwanza kuzingatia sheria na taratibu. Alafu napenda kazi unaoifanya iwe na matokeo. Naweza kusema hayo mawili ndio ninavyojiona mimi. Alafu pia napenda binadamu. Napenda binadamu sana. Sipendi mtu aonewe. Safi kabisa. Safi. Katika safari yako yote ya maisha mpaka kufika hapa mheshimiwa, ni tukio gani ambalo ukilitazamia unasema hili ndo lililonisababisha mimi kufika hapa? Swali hilo ni gumu sana. Tukio gani? Siwezi kusema kwamba kuna tukio lilonisababisha kufika hapa. Mimi nafikiri tu ni ile safari nzima. Nilivyokwenda kuanza kukua hatua kwa hatua na kufika hapa. Nisisitize tu pia kwamba kufanya kazi yako ionekane, watu wakuamini. Kama hilo ndio tukio, haya. Labda nasema kwamba tukio lililonifanya nifike hapa labda kuteuliwa kwa katibu mkuu. Kama ndio ni tukio. Ndio. Yaani kuna ile step moja ambayo ulipiga ndio ikakufungulia milango mingine yote ya kufikia hapa. Kwanza nilipoteuliwa kwa kwenda kuongoza kitengo cha business strengthening environment. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza, ukiacha kutoka kwenye utafiti. Ile ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza kubwa ambayo ilinifanya nikutane na wadau mbalimbali na kufanya kazi ambayo ilionekana. Unaweza uko unafanya kazi lakini ziko kwenye background. Kwa mfano kwenye utafiti, kazi ya kwenye economic ESRF, kazi yangu kubwa mimi ilikuwa ni kusimamia consultant, nafanya mambo mengi, natengeneza proposal ili taasisi ipate pesa, lakini tunajua mle ndani. Ndio. Lakini sasa hii hapa nikawa nafanya na wadau mbalimbali, kwa hiyo kazi ile ikaonekana. Kwa kuonekana sasa pale ndo nikateuliwa kuwa naibu katibu mkuu, baadaye katibu mkuu, baadaye nikateuliwa kwenda kuwa katibu mtendaji wa SADC, baadaye nikateuliwa kuwa nikateuliwa kuwa waziri. Na kiukweli nilipoteuliwa kwenda kuwa katibu mtendaji wa SADC, kiukweli sikuamini. Wanaojua hii historia wanajua mpaka leo, kwa sababu hata pale nilipoambiwa kwamba mimi nilikuwa katibu mkuu wa wizara, nikaambiwa kwamba jina lako limependekezwa kwenda kuwa katibu mtendaji. Aliyeniambia, nikaambia wewe acha utani. Wewe unafikiria Mheshimiwa Rais anaweza kunipendekeza mimi kwenda kwenye taasisi kubwa kama ile? Kwa hiyo mpaka leo huyu akinisikiliza leo atasikia kwamba kwa sababu ndio majibu niliyomwambia. Nilisema tunaomba CV yako. Nikamwambia CV yangu nataka ya nini? Ya kusindikizia watu. Karudi tena. CV yangu nataka, nikamwambia kwa sababu rafiki yangu chukua. Kwa hiyo pale naitwa naambiwa kwamba jina lako limepelekwa, sikuamini. Lakini yote imeanzia huku ambapo nimesema kwamba ile kazi ya kuwa CEO wa Better Regulation Unit nafikiri ndio ilifungua hii milango yote. Lakini sasa pale ni ile unavotenda, watu wanavokuona, unavoshirikiana na watu. Kwa hiyo kama ni tukio labda ndio tukio hilo, sijui kama ndio lilikuwa swali. Umeeleza vizuri kweli. Alafu baada ya pale Mungu nikaendelea kufanya kazi. Wakati huo Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa rais alikuwa anakuja sana kwenye vikao vya SADC. Nashukuru sana Mheshimiwa Magufuli alikuwa akimtuma. Kwa hiyo akimtuma naye alikuwa ananiona na akaendelea kuniamini. Namshukuru naye mpaka akanifikisha hapa ambapo nimefika, ambao pia si jambo dogo. Ni jambo kubwa sana. Ni jambo kubwa sana. Nitaenzi fadhila hii ambayo amenipa maisha yangu yote, na kwa kumwenzi muda wote nitakisha nafanya yale ambayo yanatarajiwa kuyafanya katika nafasi hii. Sawa. Nirudi kule kwamba nisimwangushe, kwamba unapopewa kazi kama mwanamke ifanye uoneshe kwamba kweli umepewa kwa merit. Yes. Basi nadhani tumejifunza mengi sana. Na kama wanawake ni leo madini yote yamemiminika kutoka kwa waziri wetu. Una la ziada Tess?
La ziada lakini sio kwa muhimu kama atapendelea kunijibu hili. Mheshimiwa, una majukumu mengi sana, lakini ulikuwa unawezaje mpaka sasa kuwa na uwiano wa maisha yako binafsi lakini pia na kazi? Maana ni mama, unasema unapenda kupika. Unajua wanawake wakishatuona sisi una majukumu fulani, unadhani kuna baadhi ya vitu fulani huwezi kufanya. Ni hiyo tu, ni mpangilio, ni kitu sio kirahisi, lakini ni wewe mwenyewe kujua kwamba nina hizi kazi, lazima uzipangilie. Usipozipangilia tu, sehemu moja itaanguka. Either sehemu ya familia itaanguka au sehemu ya kazi itaanguka. Kwa hiyo hapa ni kupangilia, na nikiwa mkweli nimeanza kuwa na majukumu haya nikiwa naweza kusema ni mdogo, sio mkubwa sana, kwa sababu nimeanza kuwa naibu katibu mkuu nikiwa na umri wa miaka nadhani 46. Na pale ndio nilipoanza, na wakati huo nimeanza kuwa katibu mtendaji kama nilivyosema nilikuwa na umri wa miaka 42. Kwa hiyo pale sasa ndo majukumu yalikuwa mengi. Na hasa kwenye ile nilivyokuwa katibu mtendaji nilikuwa ndo ninaona hii ni nafasi yangu ya kwanza. Nilikuwa nataka sana nifanye kazi. Nilikuwa nafanya kazi mpaka usiku. Mara nyingi. Baadaye sasa nikaja kujikuta kwamba kumbe nafanya kazi mpaka usiku at the expense ya watoto wangu hawapati muda wa kuwa na mimi. Kwa hiyo nimekwenda vile nikawa katibu mkuu, nikajikuta kwamba nimeegemea kwenye kazi sana kuliko familia, na hususan watoto, kwa sababu watoto walianza kuonesha kwamba ni kama siwapi muda wa kutosha. Kwa hiyo ile ilinifungua. Kwa hiyo nikaona kwamba nafanyaje nihakikishe kwamba nakuwa na muda wa kuwa na familia na nakuwa na muda wa kuwa na wa kufanya kazi yangu bila kutetereka. Kwa hiyo ni balance, ni ngumu, lakini lazima uwepo. Lazima usikwe, yani tafuta jinsi we mwenyewe. Na hata sasa hivi mimi naumia sana nikiona tunafanya kazi nashindwa kutoa nafasi kwa wale wanaonisaidia. Mara nyingi naweza hata nikasema hapana, leo nenda nenda kapumzika, hata kama anahitajika, lakini naye apate nafasi ya kwenda kukaa na familia yake, hususan ambao wana familia changa. Kwa sababu na wewe kama kiongozi usipolitambua hilo kwamba hapa mimi nimefika hapa ni mtu mkubwa, lakini nimetoka wapi? Nimepitia hizi changamoto. Kwa hiyo lazima na wewe utafakari na kuhakikisha kwamba unatoa nafasi kwa wale ambao unafanya nao kazi waende wakawe na muda na familia zao. Kwa hiyo kubalance, hakuna formula ni wewe kichwani mwako, lakini lazima ubalance. Sawa kabisa. Lazima uingie jikoni upike. Mimi napika mpaka leo. Unafikiri nakutania? Naamini. Unapenda chakula gani? Napenda pilau. Tena pilau mimi napika vizuri. Hata jana nimepika pilau. Sikujua. Rekebisha hodi. Siku nyingine karibu ule pilau, karibu ule ugali. Asante. Ule ugali na matembele. Mimi napenda kupika samaki. Hata mimi napenda samaki. Asante sana, tunashukuru mheshimiwa kwa muda wako. Tunajua majukumu mengi sana, lakini tunakushukuru kwa kutupa muda kuweza kuzungumza na sisi wanawake pamoja na mabinti. Leo tumeondoka na somo kubwa sana. Nashukuru sana na mimi kwa kunialika. Historia yangu ni ndefu, siku nyingine nitakuja nieleze historia yangu tu yote. Sawa kabisa. Asante sana.